kuanzishwa kwa benki ya CRDB, benki yetu imepata mafanikio makubwa na kuwa ndio benki pekee kinara katika nchi yetu ya Tanzania. Mafanikio haya yamechangiwa na mambo makubwa matatu. Jambo la kwanza, uongozi bora. Jambo la pili, uthubutu, na jambo la tatu ni ubunifu. Na hivi ni vitu ambavyo vinatutenganisha sisi na players wengine katika soko letu hili la Tanzania, hasa katika eneo la soko la fedha. Ubunifu wenye tija ndio moyo ambao unaendesha benki yetu ya CRDB, na katika miaka yote 30 benki imekuwa ikiwekeza kwa kiasi kikubwa kwenye ubunifu, uwe ni ule wa teknolojia au wa huduma pamoja na bidhaa mbalimbali ambazo tunawapatia wateja wetu. Tumewekeza sana na kwa nguvu kubwa katika mifumo ya kibenki, mifumo ya kidijitali, huduma za kujihudumia wateja wenyewe, yani self service, huduma za mtandaoni, internet banking na e-commerce, usalama wa miamala pamoja na urahisi wa kutoa huduma za kisasa na zilizo nafuu. Na katika mkakati wetu wa kati wa miaka mitano, yani medium term strategy ya 2023 mpaka 2027, benki imeainisha mageuzi ya teknolojia kama moja ya msingi wa kufikia dira yetu ya kuwa benki bora katika ukanda huu wa Afrika Mashariki na Kati. Mkakati huu unalenga kuimarisha huduma zetu, hususan katika kuboresha uzoefu wa wateja, yani customer experience, na kuongeza ubora wa huduma kwa wateja wetu. Kwa maneno mengine, mkakati unalenga kuhakikisha kwamba kila mteja anayetumia huduma za benki ya CRDB anapata huduma za kisasa, huduma za haraka na zenye viwango vya kimataifa. Kama tunavyofahamu, tupo nchini Burundi ambapo tuliingia mwaka 2012 kama nilivyosema, na utekelezaji wa mkakati huu wa sasa mwaka jana tuliendelea kuwa ni benki pekee ya Tanzania kuingia katika soko kubwa zaidi la Afrika ambalo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kule Burundi kama ilivyo Kongo, kampuni tanzu zetu, hatuna matawi, tuna kampuni tanzu. Kampuni tanzu zetu nazo zimeongeza wigo wa wateja, na Burundi benki ina matawi 5 tukiwahudumia wateja kwa faranga kwa lugha ya Kifaransa na Kirundi, na katika kipindi kifupi tu cha miaka 12 benki ya CRDB ndio inayoongoza kwa faida nchini Burundi. Nchini Kongo tulianza katika jiji la Lubumbashi mwishoni mwa mwaka 2023, nafikiri ilikuwa mwezi wa Disemba, ambapo benki yetu ilipokelewa vizuri sana kule Lubumbashi na hivyo kupata wateja wengi, na sasa hivi imetulazimisha kufungua matawi mengine katika jiji la Kinshasa ambao ndio jiji kuu la demokrasia ya Kongo, lakini na ule mji mkubwa wa madini, ule mji wa Goma. Kupenya katika masoko haya mapya kumeleta manufaa makubwa, ikiwamo kuongeza thamani ya uwezeshaji kwa uwekezaji kwa wanahisa wetu, kupanua wigo wa wateja na washirika wetu kibiashara, kupanua wigo wa huduma kwa wateja wetu ambao wanafanya biashara katika masoko mapya na nchi za jirani, na muhimu zaidi, kupandisha na kuipeperusha bendera ya Tanzania na kukuza diplomasia ya uchumi. Kipekee kabisa ninajivunia kuwajulisha kuwa tumeendelea kupiga hatua kubwa katika kutekeleza mkakati wetu wa biashara wa mwaka 2023-27, ambapo hivi karibuni tumepata kibali rasmi kutoka mamlaka ya fedha ya Dubai, Dubai Financial Services Authority DFSA, kuanzisha huduma zetu kule Dubai. Ofisi zetu Dubai ziko katika kituo cha mataifa cha huduma za fedha cha Dubai DIFC, na tayari wafanyakazi wameanza kazi na maandalizi
ya ufunguzi rasmi yanaendelea. Hii kwetu ni hatua kubwa sana na ya kimkakati, kwani mbali na faida kubwa za kiuchumi katika kuiunganisha Afrika Mashariki na fursa za kiuchumi za duniani, pia sisi ni benki pekee katika ukanda huu wa Afrika Mashariki kupanua mipaka hadi bara la Asia, hususani Dubai, ambapo ni kitovu cha biashara za kimataifa. Nikisema benki ya saizi yetu, yani ni benki kubwa zenye mtandao mpana ndani na nje na zenye kuhudumia wateja katika mataifa mbalimbali. Na huo ndio msingi wa mfumo wetu mpya wa TENOS, yani Transact, yani T24, ambao tumefanikiwa kufanya mageuzi makubwa ya kihistoria na tumeanza kutumia hivi karibuni. Kwa hiyo sisi sasa hivi ni T24. CRDB Bank ni T24. Sisi CRDB Bank, uwekezaji wa mfumo huu una maana kuwa sasa huduma zetu zitakuwa za kisasa na zenye ufanisi zaidi, kuhakikisha kila kundi la wateja, kuanzia wateja binafsi, wafanyabiashara hadi taasisi na makampuni, wanapata huduma bora na kwa wakati, na huduma nyingi zinapatikana kwa kujihudumia wao wenyewe. Lakini pia mfumo huu umelenga kuongeza usalama wa hali ya juu, kulinda fedha na taarifa za wateja kwa umakini zaidi, na uwezo wa kutoa huduma mpya za kidijitali zenye ubunifu na urahisi wa kutumia. So tunajivunia kuona mageuzi haya ya teknolojia pia yakipongezwa na wabobezi mbalimbali wa masuala ya teknolojia, uchumi, benki, fedha na wa ndani na nje ya Tanzania. Wengi wamepongeza jinsi mageuzi haya ya mfumo yalivyofanyika kwa ufanisi mkubwa. Nafikiri mnaofuatilia mliwasikia ndugu Komando, ambaye Nguvu Komando yuko pale Vodacom. Yeye ni mbobezi wa TEHAMA, na wao Vodacom wote tunafahamu kwa sababu tunatumia simu, wanafanya mabadiliko madogo madogo. Amepongeza kwa kuwa ameona haya mabadiliko makubwa yamefanyika kwa muda mfupi na kwa ufanisi mkubwa. Lakini tulimsikia pia mkurugenzi mkuu wa tume ya TEHAMA ICTC Dr. Mkumbe Mwasaga akielezea shauku yake juu ya mabadiliko haya ambayo yeye aliyaita ni mabadiliko ya kimkakati, ambayo yanaonyesha ukomavu wa benki ya CRDB, lakini pia ukomavu wa teknolojia katika nchi yetu ya Tanzania. Yeye alipongeza sana benki na alisifia kwamba tumekuwa tukifanya mabadiliko huku tukiendelea kutoa huduma, japokuwa ni huduma ambazo zilikuwa limited. Na huyu ni mbobezi wa mageuzi ya teknolojia, yani digital transformation, na nafikiri ndio mshauri wa digital transformation Tanzania. Yeye amesifia na alisema yeye mwenyewe anaenda kuongea ili kuwapa Watanzania confidence kwamba ukitaka kukua na ukitaka kuongeza huduma ni lazima uende na teknolojia ya kisasa, na wote tunafahamu teknolojia zinabadilika.